habari. Usiku wa leo tuna mengi, ikiwa ni pamoja na Lissu amaliza kujitetea kama shahidi wa kwanza. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu tuwe sote. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amemaliza kujitetea kama shahidi wa kwanza mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru katika kesi ya uhaini inayomkabili. Taarifa zaidi. Lissu anajitetea baada ya Agosti 21, 2026 Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam kutoa uamuzi kuwa Lissu ana kesi ya kujibu, jambo lililomfanya kuanza hatua ya kutoa utetezi wake mwenyewe mahakamani, hatua ambayo inaendelea hadi sasa. Lissu ni shahidi wa kwanza katika kujitetea kwake, na atakapomaliza kuwasilisha utetezi wake binafsi watafuata baadhi ya viongozi wa Chadema akiwemo John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, Amani Golugwa, naibu katibu mkuu, pamoja na Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Katika ushahidi wake uliodumu kwa saa kadhaa mbele ya jopo la majaji watatu linaloongozwa na Jaji Danstan Ndunguru, Lissu ameeleza kuwa upelelezi wa kesi inayomkabili umefanyika kwa njia aliyoita kuwa ni ya kienyeji na kwa hila za kisiasa, huku akisema kuwa baadhi ya mashahidi upande wa mashtaka waligeuzwa kutoka kuwa wahalifu na kuwa mashahidi wa serikali. Katika utetezi wake, Lissu aliwachambua mashahidi 17 walioletwa na upande wa mashtaka kati ya 30 waliokuwa wameorodheshwa hapo awali. Lissu amebainisha kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kuwaleta mashahidi 13, jambo ambalo amesema si la bahati mbaya bali lilikusudia kuficha ukweli na ukamataji wake. Amesema katika mashahidi 17 waliofika mahakamani, mashahidi 8 walikuwa ni maafisa wa polisi, jambo ambalo Lissu ameeleza kuwa ana migogoro na chuki nao ya binafsi kwa takribani miaka 24 kutokana na harakati zake za kupinga ukandamizaji. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini chini ya kifungu cha 392D cha sheria ya kanuni ya adhabu linalohusishwa na madai ya kauli alizotoa kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeandaa rasimu ya mkakati wa utambuzi wa migogoro yote ya ardhi hapa nchini kwa kushirikisha wadau ili kuifanya shughuli hiyo iwe na utatuzi wa migogoro hiyo kwa wakati. Bla Moses ana taarifa zaidi. Mipango hiyo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi hapa nchini imebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa wizara hiyo Kaspa Muya wakati akijibu maswali ya wabunge katika kikao cha kwanza cha bunge mkutano wa 4. Mkakati huo utakuwa na kansidata moja ya migogoro ya ardhi, hivyo kuimarisha uelewa, uwazi, uwajibikaji na kasi katika kushughulikia migogoro ya ardhi. Vile vile, utekelezaji wa mkakati utaimarisha amani, umoja na mshikamano katika jamii, hivyo kuboresha mazingira ya uwekezaji katika ardhi na kukuza uchumi wa nchi. Changamoto ya double allocation ipo na imeshughulikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mwanzoni kulikuwa na mifumo ambayo ilikuwa ina changamoto ambayo kulikuwa na uwezekano wa kuomba na kupata huduma hiyo, lakini kutokana na mwingiliano mkubwa wa mahitaji ya ardhi katika baadhi ya miji hususan hapa Dodoma, kulikuwa na mkanganyiko wa watu kuuza ardhi kiolela. Kwa sasa hivi tunaishukuru sana bunge lako, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu amewezesha uwepo au kujengwa kwa mfumo wa e-ardhi ambao hakutakuwa na changamoto ya tena double allocation. Aidha, katika hatua nyingine, Wizara ya Kilimo imetoa tahadhari kwa wakulima na wananchi kuhusu swala la kutunza chakula kutokana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. Na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, maana yake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani, lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, maana yake kunakuwa na tabia ya wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata
Yaani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Waziri wa Fedha Balozi Khamisi Musa Omar amesema kuwa Tanzania ina dhamira ya kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo na serikali ya Jamhuri ya Komoro ili kuleta manufaa ya pamoja kwa wananchi wa nchi hizo mbili. Taarifa zaidi na Bweni Moipaja inasoma studio. Balozi Omar amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na waziri wa fedha, bajeti na sekta ya benki wa Komoro Musa Abderrahmane kilichofanyika katika ofisi ndogo za Wizara ya Fedha jijini Dar es Salaam. Amesema kuwa ushirikiano wa kiuchumi unapaswa kuwa kitovu cha juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na Komoro na kuyataja maeneo yenye fursa kubwa za ushirikiano kuwa ni pamoja na biashara na uwekezaji, huduma za kifedha na kibenki, usimamizi wa fedha za umma, maendeleo ya miundombinu, nishati, utalii na kilimo. Kwa hivyo leo tumempokea Mheshimiwa Waziri, tumezungumza maeneo ambayo tunaweza tukaimarisha zaidi mashirikiano, maeneo ya kiuchumi, masuala kwenye maeneo ya fedha, lakini vile vile katika usimamizi wa mapato ya serikali. Tunatarajia tutashirikiana kubadilishana uzoefu na kusaidiana kuinua mapato ya serikali ya pande mbili. Kwa hiyo kwa upande wao kuna maeneo ambayo ni mahsusi ambayo wameeleza wangependa wapate tushirikiane, tupate kusaidiana vile vile, hasa upande wa kutumia mifumo ya tehama, mifumo ya habari na teknolojia kwenye kukuza mapato ya serikali. Wameshatembelea baadhi ya maeneo kama EGA, tutawapeleka vile vile wakutane na mamlaka yetu ya mapato TRA. Halafu baadaye tutakuja kutizama katika mfumo wetu wa mashirikiano na Komoro. Tunajua tuna framework agreement baina ya Comoros na Tanzania. Tutaingiza na eneo hili mashirikiano katika sekta ya fedha vile vile. Upande wake waziri wa fedha, bajeti na sekta ya benki wa Komoro Musa Abderrahmane ameshukuru Tanzania kwa kuwa mshirika muhimu wa maendeleo ya nchi yake katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Amesema lengo la ziara yake nchini Tanzania akiambatana na ujumbe wake lilikuwa ni kujifunza namna Tanzania ilivyopiga hatua kubwa ya matumizi ya mfumo wa teknolojia ya habari na mawasiliano tehama katika ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya serikali. Mais l'objet de ma mission aujourd'hui, c'est de I came here, this specific agenda is to learn and to see how Tanzania is increasing domestic revenue, state, and securing them. We have started cooperation with SoftNet, and but we know also that SoftNet is a partner in this with the government, and we are interested also to learn from the government. De ce partenariat public-privé qui peut aussi nous être utile. Kikao hicho kimehudhuriwa pia na balozi wa Komoro nchini Tanzania Ahmada Elbadouli Mohamed Faki, mkurugenzi wa masoko wa kanda wa kampuni M1 Maharage Chande na viongozi wengine kutoka Tanzania na Komoro. Uongozi wa mkoa wa Mwanza umesema uwepo wa polisi kata na wakaguzi kata kumeongeza hamasa na kuboresha uhusiano kati ya maeneo mbalimbali baina ya wananchi na jeshi la polisi. Lengo ni kukabiliana na kuzuia uhalifu na wahalifu. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Katika maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa polisi jamii nchini mwaka 2006, kimkoa yakifanyika wilayani Kwimba mkoani Mwanza. Kwa wilaya ya Kwimba, Mwilabuzu Ludigija akimwakilisha mkuu wa Mwanza Saidi Mtanda katika maadhimisho hayo amesema mahusiano baina ya polisi na wananchi yanazidi kuimarika kila uchwao. Baada ya uamuzi wa jeshi la polisi kuwa na polisi kata na wakaguzi kata kwenye maeneo ambayo hakuna polisi kata, imeongeza na kuboresha mahusiano mazuri kati ya wananchi na jeshi la polisi. Leo hii wananchi haoni shida, ikitokea shida kwenye maeneo yake kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mutafungwa ametumia maadhimisho hayo kutoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanaendelea kushirikiana na polisi katika kudhibiti matukio ya kihalifu na wahalifu. Jeshi la polisi
katika mkoa wa Mwanza limeendelea kupata mafanikio katika uchunguzi na ufuatiliaji wa kesi za ukatili, hasa kutokana na matukio kuripotiwa mapema, kutokana na elimu wanayoendelea kuipata na hatua stahiki kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria, hali inayosaidia kuwalinda waathirika na kuwafikisha watuhumiwa katika vyombo vya kisheria. Kamanda wa sungusungu kanda ya Ziwa Shimbi Morgan ameelezea suala la ukatili kwa wananchi, huku mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza, mrakibu mwandamizi wa polisi Sunday Ibrahim, akizungumzia makosa hatarishi, na mkuu wa dawati la jinsia na watoto Faraja Mkinga akielezea namna wanavyowajibika. Mara ya kwanza kulikuwa na ukatili ambao ni wa kinyama. Wananchi walikuwa wanakatokota mapanga, lakini kwa sasa hivi zoezi la kukatwa mapanga limetoweka ndani ya eneo letu la kanda ya Ziwa. Makosa hatarishi tunayozungumza ni pamoja na mwendo kasi, kuendesha ukiwa umelewa, kuyapita magari maeneo ambayo sio sahihi, lakini pia hata upande wa bodaboda pakia mishikaki. Lakini pia tumeenda mbali, sasa hivi dawati limepatikana kwenye hospitali, tunayo hospitali yetu ya mkoa kule. Polisi jamii ilianzishwa na aliyekuwa mkuu wa polisi mstaafu nchini Inspector Generali Said Mwema mwaka 2006, na wananchi wamenufaika na elimu ambayo imetolewa, na maadhimisho hayo yamebeba kauli mbiu isemayo tushirikiane kuimarisha amani na usalama wa kitaifa. Baraza la madiwani manispaa ya Singida limeagiza ifikapo Agosti 30 mwaka huu ianze kutumika machinjio mpya iliyojengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 200 ili kulinda afya za wananchi kwa kuhakikisha uchinjaji mifugo unafanyika sehemu safi na salama na kuboresha ukusanyaji mapato. Taarifa zaidi na Emmanuel Michael. Ni katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya manispaa ya Singida, moja ya hoja zilizochukua uzito mkubwa ni juu ya kutoanza kutumika kwa machinjio mpya ya mifugo iliyopo mtaa wa Ngaida kata ya Kisaki, licha mamilioni ya fedha kutumika kuwekeza katika mradi huo. Mradi huu sote tunafahamu kwamba serikali imewekeza fedha nyingi sana. Lipi tamko la serikali kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanyama wanahamia katika machinjio hiyo eneo lile, ili tuendelee kupata mapato na kufanya urahisi wa magari kuingia hapa. Tija ije ndani ya manispaa, tuwe na tija, tuonekane wote madiwani na watu wote wapate huduma hii. Huduma hii tusiseme kwamba tuje tujadili kikao kijacho. Hii ni endelevu kila kukicha. Kaimu mkurugenzi wa manispaa hiyo Dr. Godfrey Andrew anasema kuwa licha ya mradi huo kukamilika, lakini bado kuna marekebisho madogo yanayoendelea kufanyika kabla ya kuanza kufanya kazi. Tulikuwa na changamoto ya kufikisha barabara pale, tayari halmashauri imeshafanya. Hakukuwa na umeme, halmashauri imeshapeleka umeme pale. Lakini pia kulikuwa hakuna maji. Halmashauri imechimba kisima na kununua mota ya kisasa kabisa na kuifunga pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yako ya fedha ilipita pale na kutoa baadhi ya maboresho ambayo tayari yanaendelea kufanywa kazi. Azimio la kikao hicho lililotangazwa na mwenyekiti wake meya wa manispaa ya Singida Geoffrey Mdama ni marekebisho hayo kufanyika haraka ili machinjio yaanze kutumika ifikapo Agosti 30 mwaka huu. 30 mwezi wa 8 Simba CMT ugezi nyombe tarehe 30 itekelezwe. Tarehe 30 itekelezwe. Mheshimiwa, vigezo cha machinjio kwamba machinjio yetu tena iko karibu sana, alafu hakuna foleni ya kuingia mjini kwa tabia. Halmashauri ya manispaa ya Singida imejenga machinjio ya kisasa ya mifugo iliyopo mtaa wa Ngaida kata ya Kisaki, umbali wa kilomita 5 hivi kutoka katikati ya mji, barabara kuu ya kuelekea Dodoma. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Mkurugenzi kijiji cha SOS Zanzibar Asha Salum Ali amelipongeza Jeshi la Wananchi Tanzania kwa kushirikiana na majeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuipa kipaumbele sekta ya afya, hususan kwa kulenga kundi la watoto, akieleza kuwa kuwapatia watoto huduma za afya ni hatua muhimu katika kujenga taifa bora lenye vijana wenye afya na nguvu katika kuliletea taifa maendeleo. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu.
Ni katika maadhimisho ya 6 ya wiki ya ushirikiano kati ya majeshi ya kusini mwa Afrika ambapo wameandaa kambi maalum ya matibabu na madaktari bingwa waliolenga kuwahudumia watoto kuanzia umri wa miaka 0 hadi miaka 12. Hapa mkurugenzi Asha anathibitisha kuwa kazi ya majeshi sio ulinzi peke yake bali tu ni kuwasaidia wananchi. Kuona kuwa wanapowapatia watoto wao afya leo ndo wanajenga taifa la vijana ambao watakuwa imara kwa sababu watakuwa wazima, lakini inaifunza jamii kwa ujumla kuwa jeshi ni chombo cha ulinzi na usalama, lakini pia cha kutoa huduma kwenye jamii. Kwa hiyo wakati wote kama raia tutoe ushirikiano pale ambapo watahitaji kutoa ushirikiano. Baadhi ya madaktari wanaofanya uchunguzi na kuwatibu watoto hao wanasema mwitikio ni mzuri na wana mategemeo makubwa ni kuwahudumia watoto wengi zaidi ili kutimiza malengo yao. Target ni kufikia watoto wengi zaidi kadri watakavyokuja, na kwa mwitikio tunaoona naamini tutafikia lengo letu, kwa sababu lengo kubwa ni kutoa huduma kwa wenye matatizo. Sasa tunakuja waganga 15 kupatia watu ya Zanzibar matibabu. Tuko waganga 4 wanatibu watoto. Sasa tunakuja hapa kusaidia watoto. Kwa upande wa wazazi walioleta watoto wao hapa kupata huduma ya afya, wanashukuru jeshi hilo huku wakielezea matumaini yao kutokana na huduma walizopatiwa. Huduma zao ni nzuri, na sisi mwanzo tulikuwa tunaoga tukiona wanajeshi tunashtuka, lakini tumeona kwamba ni watu wa kawaida, ni watu ambao tunaweza kuwekea urafiki, na vile vile ni watu ambao tunaweza kuambia matatizo yetu na wakaweza kutusaidia. Namshukuru na aliyefanya, na mshukuru Mungu, na siku nyingine ikitokea afya kama hii mweke na daktari ya macho, kwa sababu na wengine sisi tunaona macho. Kambi ya madaktari bingwa wa watoto kuanzia umri wa miaka 0 hadi miaka 12 imewekwa katika kijiji cha watoto wa SOS Zanzibar, wakitoa huduma mbalimbali za bure kwa siku 6 kuanzia Agosti 26 hadi 31, huku nchi ya Burundi, DRC, Somalia, Sudan ya Kusini, Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania wakishiriki. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limewataka wakazi mkoani humo kuwa mstari wa mbele kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kufichua vitendo vya uhalifu kabla havijajitokeza na kuleta athari mbalimbali katika jamii. Habari zaidi kutoka mkoani Mara. Tushirikiane kudumisha amani, usalama na umoja wa kitaifa. Akizungumzia dhana ya polisi jamii, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mara, kamishna wa polisi Thomas Mapuli na kamanda wa operesheni za jeshi hilo Lani Musoma Magegeti Ntinginya wanasema kuwa ulinzi wa raia na mali zao ni watu wote, hivyo ni wajibu wa kila mmoja kushirikiana. Mkoa wa Mara, usalama wetu ni jukumu letu sote. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa mkoa wa Mara tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba usalama wa nchi yetu, usalama wa mkoa wetu unatutegemea sisi wenyewe. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba mkoa wetu unazidi kuwa na amani na usalama. Tupo kwa ajili ya kuelimisha na kuwa sehemu ya jamii ili tushirikiane kuweka nchi yetu katika hali ya amani. Hakuna sababu ya kuogopana tena. Hakuna sababu ya kutishana tena, hakuna sababu ya kujengeana hofu. Wakilishukuru jeshi la polisi kufika kwao na kuwapatia elimu ya ulinzi wa raia na mali zao, mkuu wa shule sekondari Mwesenge na wanafunzi wanasema na kwenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa na jamii inawazunguka. Kwanza wametoa elimu kwa wanafunzi wetu ambayo itawasaidia kutoa elimu kwa wengine kwa namna ambavyo jeshi la polisi linafanya kazi kwa maana ya kulinda raia na mali zao. Mtoto wa kike anahitaji ulinzi kwa sababu asipopata ulinzi ataweza kuwa malaya, kupoteza ndoto zake alizokuwa anategemea, kupata mimba za utotoni. Kuwepo kwa ulinzi na usalama nchini ni jambo la muhimu, maana inatusaidia hata kulinda raia na mali zao. Kwa kama jeshi la polisi ni jambo zuri kutulinda sisi raia na mali zetu. Jeshi la polisi limeendelea kukutana na makundi mbalimbali ili kufikisha elimu juu ya polisi jamii na ulinzi wa raia na mali zao, ikiwa ni miaka 20 toka kuanzishwa kwa mpango wa polisi jamii.
Tanzania inatarajia kushiriki mkutano wa kilimo hai Afrika utakaokutanisha wadau mbalimbali wa kilimo hai na kilimo ekolojia kwa kuhakikisha nchi za Afrika zinatumia mazao ya kilimo hai kwa manufaa ya afya zao kutokana na ongezeko la magonjwa ambayo yanasababisha mtindo wa ulaji wa vyakula. Taarifa kamili na Sharifa Suleiman. Mkutano huo unataraji kufanyika Disemba mwaka huu nchini Zambia. Utashirikisha wadau wa kilimo hai na kilimo ekolojia ili kujadili changamoto na umuhimu wa matumizi ya mazao ya kilimo hai na namna ya kuwahudumia wakulima wadogo waliojikita katika uzalishaji wa mazao ya kilimo hai. Daudi Mgeta ni mtendaji mkuu wa mtandao wa kilimo hai Afrika. Lengo lingine ni kupata fursa za kubaini masoko ya kilimo hai kwa wakulima ambao wanazalisha mazao ya kilimo hai na agroekolojia Afrika, namna ambavyo wanaweza wakapenyeza bidhaa zao katika masoko ya nje, masoko ya Ulaya, masoko ya Amerika na kadhalika. Mkutano huo unaofanyika kila baada ya miaka mitatu ni muendelezo wa uhamasishaji wa matumizi sahihi ya mazao ya kilimo hai yanayotajwa kuongezeka kila uchao. Yale magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yale magonjwa ya mtindo wa maisha yamezidi kuwa mengi. Na sababu kubwa ni chakula tunachokula, vinywaji tunavyokula. Kwa hiyo hii elimu inazidi kwenda na watu wanaielewa na kuipokea, na hivyo wanaanza kuwa makini kujua wale nini kwa faida ya afya zao. Tumeweza kuendesha shule ya kilimo ekolojia ambayo imewapeleka washiriki kutoka katika hizi nchi zote 12. Na sisi Tanzania tumewapeleka wawakilishi wetu wawili, ambaye mmoja ametoka Zanzibari na mwingine ametoka bara. Abdullah Ramadhani Mkindi ni mratibu wa mtandao wa Banuai Tanzania Tabio, wanaojishughulisha na utunzaji wa Banuai Tanzania, wakihamasisha wakulima kutumia mbegu za asili ili kuendeleza falsafa ya kilimo hai. Kwa sababu wakulima shughuli yao ya kujiingizia kipato pamoja na chakula ni kilimo. Kwa hiyo wanapozalisha, hasa ambao wanatumia mbinu za kilimo ekolojia, masoko ya bidhaa zao yakoje? Mfano, uzalishaji wa mahindi ya yenye rangi mbalimbali. Tuna mahindi ya rangi ya njano, kuna mahindi ya rangi ya bluu, mahindi ya mekundu na mahindi ya rangi mchanganyiko. Unakuta mamlaka ambazo zimepewa jukumu la kununua hizi nafaka hazipendi mahindi ya rangi mbalimbali, wakati ya mahindi yana virutubisho vingi. Mkutano huo utafanyika Disemba mosi hadi 4 Lusaka nchini Zambia. Sharifa Suleiman, Star TV. Jamii imehimizwa kuzingatia ulinzi wa taarifa binafsi za waathiriwa wa matukio ya ukatili, kuepuka kufichua utambulisho wao, ikielezwa kupambana na ukatili inahusisha pia kulinda madhara ya baadaye ikiwemo unyanyapaa pamoja na athari za kisaikolojia. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Anna Londo ambaye ni mtaalamu wa diakonia, mwakilishi wa shirika la FEM kutoka nchini Finland, kwa sasa wanatekeleza mradi wa msichana mwenye malengo chini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, wakishirikiana pia na serikali. Anasema ulinzi wa taarifa binafsi hasa kwa watoto ni swala muhimu kumlinda dhidi ya madhara ya baadaye, na ndio sababu ya kuwepo miongozo ya kisheria. Na this means kama unafanya kazi ya child development, utakapoenda kwa jamii, unawachukua watoto na unaongea na wao. Unawachukua mama na unaongea na wao. Na baba unaongea na wao. Kwa hiyo ni muhimu sana tunawasikiliza. Sio kuuliza tu wazazi kama shida ni nini, lakini unawauliza watoto. Mbali na hatua za kisheria, madhara ya kufichua utambulisho wa waathiriwa wa matukio ya ukatili ni pamoja na unyanyapaa, lakini pia kuharibu mfumo mzima wa saikolojia. Tupambane na ukatili wa watoto kwa sababu una athari kwenye mahusiano ya baadaye, kazini, kwenye jamii ambayo binti, kijana wa kiume ataishi. Kwa hiyo sote tuungane kuhakikisha tunawatengeneza watoto kuambatana na vitu vizuri tangu utotoni. Jamii hizi bado zinahitaji kupata elimu kubwa sana na uelewa kuhusu mambo haya, lakini pale sheria inapochukua mkondo wake ichukue sawasawa ili iweze kuweza kuokoa wa kizazi kijacho kwa kweli, kwa sababu hali ni mbaya. Hayo yanakuja huku matukio ya ukatili yakiendelea bado kuripotiwa katika maeneo mbalimbali, mathalani ukeketaji kwa watoto wa kike unaofanyika kwa siri. Kwa kesi zinazopokelewa 116
10% ya kesi zinazopokelewa zinahusisha masuala ya ukeketaji. Na kwa takwimu tulizonazo, mikoa inayoongoza kwa kesi hizo ni kama vile Mara, Arusha, Manyara, Morogoro pamoja na Dodoma. Msisitizo ni ushiriki wa jamii kuendelea kutoa taarifa ikiwemo za siri kuepusha madhara. Wewe tu ukiwa unafundisha wakati mwingine huwezi kujifunza. Kwa sisi tunajengewa uwezo zaidi ili tuweze kupambana, kutoa elimu zaidi katika jamii, katika sehemu mbalimbali, katika kanisa na bila kuchagua wala bila kubagua, ili tupate jamii nzuri ya Kitanzania. Kufichua utambulisho wa waathiriwa wa ukatili kunaweza kuongeza madhara kupitia unyanyapaa na athari nyingine za kisaikolojia. Hivyo kulinda taarifa ikiwemo utambulisho ni hatua muhimu kuhakikisha wanapata ulinzi, lakini pia urahisi wa kurejea katika hali ya kawaida. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Tunaenda katika mapumziko mafupi, tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 siku, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. The future is intelligent. The future is here. Are you ready to shape the world with artificial intelligence? At St. Joseph University in Tanzania, study the Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Machine Learning with cutting-edge tools, hands-on experience, and globally recognized certifications. Graduate with more than just a degree in artificial intelligence and machine learning, Intel and NEC professional certificates, and the skills to lead tomorrow's digital world. Join the next generation of innovators. St. Joseph University in Tanzania, where your dreams are nurtured. Mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa kwa gharama ya dola za Marekani milioni 53.463 ndani ya manispaa ya Geita umefikia 80% ya utekelezaji wake, ukiwa unasanifiwa kuhudumia wakazi zaidi ya 700,000 kwa 100% katika kata zote 13 za manispaa ya Geita. Tupate taarifa kamili. Ni mwenge wa uhuru umewasili halmashauri ya manispaa Geita, na katika miradi iliyotembelea mmojawapo ni mradi wa maji wa miji 28, na hapa ni kituo cha kusukuma maji ambapo mkandarasi wa mradi huo tayari amelipwa dola za Kimarekani milioni 37.47. Mradi huo wa maji wa miji 28 umesainiwa mwezi Juni 2022, huku utekelezaji wa mradi ukianza rasmi Aprili 11, na awali ulipangwa kutekelezwa kwa miezi 32 na kukamilika ifikapo Disemba 2025. Na kwa sasa mradi umefikia 80%, huku mkandarasi akiwa ameshalipwa tayari dola za Kimarekani milioni 37.47. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amesifu maendeleo ya mradi huo na kuwaomba wananchi kusaidia kufikiwa malengo ya serikali kupunguza changamoto ya maji kwa kutunza miundombinu. Na Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya kutekeleza ahadi yake kwa vitendo. Tumepita huko tumeona miradi mikubwa, mingine na zaidi ya bilioni 400. Ukiona ule mradi wa Ziwa Victoria
ambao unakwenda kuhudumia mikoa zaidi ya 3. Umeona zaidi ya bilioni 400 Mheshimiwa Rais amepeleka kwenye huduma za maji. Lengo kubwa wananchi wapate maji safi na salama. Mwenge pia umetembelea mradi wa nishati safi kutoka shirika la madini STAMICO pamoja na nishati safi za kupikia katika taasisi za serikali. STAMICO imetoa ufadhili wa jumla shilingi milioni 40 kwa wazalishaji wa mkaa mbadala kutoka mkoa wa Geita ambao ni taasisi ya wanawake na Samia ili kuongeza matumizi ya nishati safi. Lakini pia baadaye upate nafasi ya kuweza kutembelea na kuangalia usimikaji wa mfumo wa nishati safi ya kupikia kwa kutumia gharama za mapato ya ndani, na ikikupendeza uweze kutuzindulia programu hii maalum ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini pia utembelee kazi kubwa ya Rafiki Briquette ambayo inafanywa na wanawake na Samia. Mradi huu unanufaisha wananchi kwa gharama ya mkaa huu na nafuu. Pia mkaa huu ni wa nishati rafiki kwa mazingira, kwani unapunguza matumizi ya kuni na kupunguza ukataji wa miti ili kutengeneza mikaa. Aidha, Mwenge wa Uhuru umetembelea miradi mingine, kuweka jiwe la msingi katika kituo cha afya Nyanguku, barabara, kuzindua klabu za mapambano ya madawa ya kulevya katika shule ya sekondari Ikulwa na ujenzi wa shule ya Nyantindili na kadhalika. Sasa hivi hapa tupo kwenye kituo cha afya ambapo ametuletea fedha na sasa kituo cha afya kimekamilika. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za biashara na uchumi. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani Tabora limeiomba serikali kuwachukulia hatua kampuni za ununuzi wa tumbaku ambazo zimenunua zao hilo chini ya bei elekezi ya dola 1.95 ili ziwafidie hasara walioipata katika masoko ya msimu huu wa mwaka 2025-2026. Sande Kabai na taarifa hii. Maazimio hayo yameazimiwa katika kikao cha baraza la madiwani cha kota ya 4 la halmashauri ya wilaya ya Uyui kama yanavyowasilishwa na diwani wa kata ya Nsimbo Masudi Kazwika, diwani wa kata ya Kigwa Bakari Kabata, diwani wa kata ya Magiri Mustafa Mlisho na diwani wa kata Mabama Nasani Bihagara. Wamebainisha hasara inayowakabiri. Kuna chama cha Nsimbo yale kimeuza wastani wa 1.3. Lakini chama cha Kalumbi na chenye pia cha Mkwawa kimeuza 1.2. Hawa wakulima hawawezi kutoboa, mheshimiwa mwenyekiti. Lakini kwenda kwenye wastani wa dola tumepata dola 60,000 na kidogo. Ukienda huku kwenye malinganisho unaenda kukuta tumeuza dola 0 zote tumbaku. Na makampuni yamenunua chini ya wastani, lakini serikali hatujaisikia kusema lolote juu ya hilo, kupuuzwa kwa maagizo yao. Tuwe na tamko ambalo litaleta tija kwa wakulima wote wa nchi hii wa zao la tumbaku. Kuna haja na sababu za msingi fidia turudishiwe wakulima. Mimi nasema ni kama tumeibiwa. Mwakilishi wa chama kikuu cha wakulima wa tumbaku WETCO kanda magharibi, meneja shughuli na vifaa Lazaro Busagwa ameeleza ambavyo ushirika wao ulivyopata hasara, wakati meneja wa eneo la Tabora Mashariki kampuni ya ununuzi wa tumbaku ya Mkwawa Crispin Mchafu akiahidi kufikisha hoja hizo kwa viongozi wake. Changamoto iliyokuja kujitokeza ni kwamba kwa baadhi ya makampuni kununua chini ya wastani uliokuwa umepangwa. Kwa hiyo suala hili vyama vimeathirika na sisi kama union tumeathirika pia. Wakulima kufidiwa wale walionunuliwa kwa wastani wa chini ya dola 1.95, hilo liko juu ya uwezo wangu. Kwa upande wao, baadhi ya taasisi za kifedha kutoka benki ya ushirika tawi la Tabora, Tabole Stuti, na meneja mahusiano wa masoko kilimo benki ya NMB kanda magharibi Jacobo Raurian wamebainisha hasara watakayoipata kufuatia kuzolota kwa bei ya tumbaku. Lakini mimi nina vyama ambavyo vimeuza kupitia kampuni yetu ya ITA na wamepata wastani wa 1.1. Kwa hiyo huyu hata iweje hawezi kulipa deni. Sisi kama mabenki ni mmoja wa waathirika wakubwa kwa masoko yaliyofanyika tumbaku mwaka huu. Kufuatia malalamiko hayo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Uyui Lokadia Homela na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Shabani Katarambula
Licha ya kuahidi kuandaa kikao cha wadau wa tumbaku, wameiomba serikali kushughulikia kilio hicho cha wakulima. Kama mkosi hizo zote hazitoweza kulima mwakani, halmashauri itakuwa na changamoto kubwa, kwa sababu halmashauri yetu inategemea kipato kikubwa sana kutoka kwenye zao la tumbaku. Lakini wananchi wetu, utamaduni wa maisha yao ya kila siku unatokana na zao la tumbaku, kwamba gharama ya kuzalisha kilo moja ya tumbaku ni $1.66, alafu mkulima anakwenda kuuza $1.2, automatically mkulima kapata hasara. Kwa hiyo zile kelele tunazoziona kwa wakulima hazihitaji kumulika na tochi, zinaonekana wazi hadharani, japo haya maneno kuna watu hawataki kuyasikia. Potelea mbali, lakini lazima tuseme, sababu tumekubali kuwatetea wakulima. Katika kikao hiki, madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoa wa Tabora kwa kauli moja wameiomba serikali kuyaelekeza makampuni ya ununuzi wa tumbaku kuwafidia wakulima hasara ambayo wameipata katika msimu huu wa kilimo. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Shambulio la genge dhidi ya jamii ya wakulima ya Kenskof karibu na mji wa Port-au-Prince limeua watu wasiopungua 30 huku familia zikiwatafuta jamaa zao waliopotea. Chazima Chugu na habari hii. Hali ya utulivu duni na ghasia zinazidi kujitokeza nchini Haiti, hasa kutokana na mashambulio makubwa yanayofanywa na majambazi au genge la uhalifu. Genge la uhalifu limesababisha vifo vya watu takribani 30 kwa shambulio moja la kuvutia umaarufu wa ghasia, hali inayosababisha hofu na usumbufu mkubwa kwa wakazi wa Haiti. Mashambulio haya yamegharimu maisha ya raia, kuharibu mali na kuleta hali ya wasiwasi mkubwa katika jamii. Serikali na vyombo vya usalama vinajitahidi kuidhibiti hali hii, lakini ghasia hizi zinazidi kuenea na kushangaza kwa kiwango cha uhalifu na ukosefu wa usalama. Waziri Mkuu wa Haiti amelaani shambulio hili na kuagiza vikosi vya usalama viimarishwe, lakini magenge tayari yanatawala sehemu kubwa ya mji mkuu na ushawishi wao unaenea zaidi katika maeneo ya jirani. Umoja wa Mataifa umesema watu wapatao milioni 1.5 wamekimbia makazi yao kutokana na vurugu za magenge kote nchini humo, huku zaidi ya watu 3,100 wakiuawa katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka pekee. Tuangazie kwa ndani uchumi wa Iran kwa sasa. Wauzaji wa bidhaa za maduka katika mji wa bandari wa kusini wa Iran wa Bandar Abbas wanasema vikwazo vilivyopanuliwa na Marekani vinazidisha ugumu wa kiuchumi, huku wakielezea ukaidi wao kutokana na shinikizo dhidi ya Tehran. Vikwazo hivyo vimesababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara wa Iran, kupoteza soko na kushindwa kupata bidhaa muhimu kwa shughuli zao za kibiashara. Hata hivyo, wafanyabiashara wa Iran wanaendelea kuonyesha ujasiri na kukataa kujisalimisha kwa shinikizo hilo, wakidai kuwa wanajitahidi kuimarisha shughuli zao kwa njia za pande mbili na kujitahidi kuendelea na biashara yao licha ya vikwazo vya kiuchumi.
Ingawa vikwazo vinawapa matatizo makubwa wafanyabiashara wa Iran, bado wanasisitiza kuwa wataendelea kupinga shinikizo na kuhimili hali hiyo kwa kujitahidi na ujasiri mkubwa. Kwingineko, Canada imetangaza kuanzisha ushuru mwingine wa kinyume, yani counter tariffs, kwa zaidi ya bidhaa 700 zinazotoka Marekani. Canada itatoza ushuru wa hadi 50% kwa uagizaji wa Marekani wenye thamani ya dola bilioni 27.6, ikilenga bidhaa ikiwa ni pamoja na bidhaa za mbao, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kilimo. Hatua hiyo inalingana na ushuru wa Marekani unaotozwa kwa karibu dola bilioni 20 za mauzo ya nje ya Canada kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya biashara kati ya Ottawa na Washington. Ushuru huu mpya unalenga kulinda viwanda vya ndani vya Canada na kuhimiza ushirikiano wa biashara kati ya nchi hizo mbili, huku ukilenga bidhaa mbalimbali kama vile vifaa vya magari, bidhaa za teknolojia na bidhaa nyinginezo zinazouzwa kwa nchi hizo. Hadi sasa hakuna upande wowote ambao umeonyesha nia ya kupunguza mzozo wa biashara unaokuwa. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Familia zilizohamishwa huko El Obeid, zilizozingirwa na vikosi vya usaidizi wa haraka RSF, zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji baada ya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye vituo vya usambazaji wa maji. Madereva wa magari ya mizigo wanaelezea mashambulizi mabaya ya ndege zisizokuwa na rubani wakati wa kusafirisha maji, huku uwasilishaji mmoja wa mapipa 115 mara nyingi ukiisha ndani ya saa chache. Wanawake waliohamishwa, ikiwa ni pamoja na Khartoum, wanasema mgao hautoshi na kulazimisha kununua maji ya ziada kutoka kwa wachuuzi wanaotumia mikokoteni ya punda na kubeba vyombo vya mikono kurudi kwenye mahema yao. Lakini Marekani imelihimiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupanua vikwazo vya silaha katika eneo la Sudan na Darfur ili kuifunika Sudani yote, ikisema mzozo mkali wa taifa hilo unahatarisha upanuzi wa kikanda. Kupanua vikwazo kwa Sudani yote kutahitaji kura ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Urusi ikionya Jumatatu dhidi ya hatua mpya ambazo zingeathiri jeshi la Sudan. Mwisho habari za kimataifa. Punde ni habari za michezo na burudani. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. Mahali pekee kwa soka bora duniani ni SuperSport. Jiunge na DStv kwa shilingi 15,000. It's on. Kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola amesema wameongeza umakini kwa wachezaji katika uwanja wa zoezi ili kuepuka makosa yatakayoweza kuigharimu timu yao kutokana na uwepo wa teknolojia ya picha mjongeo FVS kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Wekundu wa Msimbazi Alhamisi hii watashuka katika uwanja Meja Jenerali Samuel jijini Dar es Salaam kucheza na Coastal Union, huku wakiwa na kumbukumbu mbaya ya kupata kadi 3 nyekundu walizozipata wachezaji wao katika kila mchezo. Kwa kweli mimi nasema kwamba kimekuwa ni kitu muhimu sana kuwepo kwa TV support kama walivyosema, na kimeweza kwetu sisi uwanja wa mazoezi tumeweza kuongeza umakini sana kwa wachezaji na kuweza kuepuka yale ambayo yalikuwa hayaonekani na sasa yanaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri imekuwa ni kitu muhimu katika ligi yetu. Kocha mkuu wa timu ya Coastal Union Fikiri Eliasi amesema na matumaini ya kupata matokeo mazuri kwenye mchezo huo baada ya kufanyia kazi makosa yaliyojitokeza kwenye michezo iliyopita. Tumejiandaa kuwakabili hasa baada ya kustadi mbinu za Mwalimu Beka, the way ambavyo anaoperate wakati wa mchezo,
So tumejiandaa. Tunafahamu Simba wanacheza mpira wa fast attack, lakini huko kijaribu control katika eneo la katikati. So tumejipanga kwenye hilo kwa sababu tunatambua wanakuwa wako vulnerable kidogo wakati kama timu pinzani wanakuwa wazuri kwenye transition. So tumeweka mipango namna gani tunawakabili ili tuweze kupata matokeo mazuri. Wachezaji wa timu hizo wamesema watacheza kwa tahadhari kutafuta ushindi wa timu zao, huku meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally akiomba wanachama na mashabiki wa klabu hiyo kulinda chapa ya timu yao kutokana na kutambuliwa na taasisi kubwa za kimataifa. Na imani tutapata pointi 3 za kesho, na tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho ili kuweza kupata matokeo mazuri. Wana Simba wote, mashabiki wa mpira watokee Meja Isamuhyo, na imani watafurahikia mchezo wa kesho. Hamasa kwetu ni kubwa, hamasa ni kubwa sana kwa upande wa wachezaji, na tunawaheshimu Simba kwa sababu ni timu kubwa, lakini haimaanishi kwamba tunaweza tukawahofia. Tumekuja kwa ajili ya kutafuta alama 3 na kupambana. Kila shabiki wa Simba anatakiwa kuwa na huo ufahamu na anatakiwa kuilinda brand ya Simba. Kufanya mambo ya hovyo, kuzungumza maneno ya hovyo na vitu vyote ambavyo visivyopendeza katika jamii ni katika mambo ambayo yanashusha thamani ya brand ya Simba. Kwa mizunguko mitatu ya ligi kuu ya NBC msimu huu, tayari zimeshatolewa kadi 5 nyekundu kwa timu 3 ambazo ni klabu ya Simba kwa wachezaji wake 3 kupata kadi nyekundu katika michezo 3 tofauti, huku timu ya Azam FC na Coastal Union wenyewe wachezaji wao wakionyeshwa kadi nyekundu kwa kila mmoja kwa kila timu. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.